Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Nilitamani tuongelee juu ya Roho Mtakatifu. Tulisema Roho Mtakatifu na nini leo, nilikuwa tufunge Roho Mtakatifu na ufunuo au kutufunulia. Jana niligusia juu ya nguvu. Kwa dalili tulimalizia neno dalili za Roho na nguvu. Tukasema dalili ni ishara au viashiria, na tukasema kwamba kwa kuwa inazungumziwa roho ambayo haionekani kwa macho, kwa hiyo lazima viwepo viashiria vinavyosaidia kujua kwamba hii ni roho. Bwana tusaidia sana. Nikawapa mfano zile dalili zilizoonekana siku ya Pentekoste zilikuwa zinazungumzia Roho Mtakatifu. Sasa tulisema hivi, kuna dalili mbili ambazo hazikuwa zenyewe, ila zilionekana kama. Dalili ya kwanza ilikuwa ni upepo, kama upepo uvumao kwa kasi. Simeandikwa hivyo Matendo ya Mitume sura ya 2. Kasema neno upepo, Waisraeli wao wanajua kwamba Mungu pia anaweza akatuma roho wake kama upepo, na wao tafsiri yao kusema kweli, hata roho wanaita upepo. Yaani neno upepo na roho lina nani kote. Mmenielewa jamani? Pumzi, upepo ni hilo neno kwao. Ishara nyingine ambayo pia ilitokea ikaitwa kama ni ndimi za moto, kama ndimi za moto. Niliwaambia ndimi wakati fulani niwahi kufundisha, nikasema ndimi ni wingi wa ulimi, sio cheche. Mungu sio cheche kama wanachomelea welding. Ni moto unaoonekana lakini uko kama ulimi, yaani una flame inatokea hivi. Kwa hiyo moto, kwa asili wa Israeli wanajua Mungu wetu ni moto, si mnafahamu Na moto sio kwa maana wa kupikia ugali, ni moto wa utakatifu. Imeandikwa moto ulao. Ingawa moto wakati mwingine inaweza kuwa hasira yake, lakini kwa kweli Mungu kama Mungu wa Waebrania ni moto. Roho ni upepo, lakini kwa kuwa aliambatana na moto, maana yake ni upepo wa utakatifu. Ndio mimi nikawaambia hivi, hata ukisema haraka haraka tu utajua. Maana yake ilikuwa inasema Roho Mtakatifu. Si sawa jamani? Si sawa Alafu ishara nyingine au saini nyingine ambayo pia inazungumzia roho yenyewe tunaita ishara ya kuendelea. Yaani iliendelea hata baada ya siku ya uzinduzi wa Pentekoste. Ile ya Matendo ya Mitume ilikuwa inazinduliwa. Ndio ilikuwa nashangaa mpaka leo watu wa dunia wanapofanya uzinduzi, siwaga wanachoma vitu fulani vinatoka kama ishara ya kuzindua. Lakini kunena kwa lugha haikutamka neno kama. Haikusema wakaanza kunena kama kunena kwa lugha. Wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia. Je, zile zilikuwa ni kama au ilikuwa ni lugha? Ni lugha. Mlijuaje ni lugha?
walikuja watu wenye hizo lugha wakasema tunawasikia. Jamani, darasa la Pentekoste, mnanielewa ninachokisema? Hizi ndizo ambazo tunaona ziliendelea hata walipoenda Samaria, wakaweka mikono, watu wakapokea Roho Mtakatifu na kusema kwa lugha. Biblia inasema mpaka yule Simoni alipoona kwamba wakina Petro wakiweka mikono watu wanapokea Roho Mtakatifu, inasema kwa maana waliwasikia wakinena kwa lugha. Yaani huwezi kuona kama huyu mtu amejazwa Roho. Aliona hiyo ishara kwamba wanatiwa nguvu na kunena kwa lugha. Haya, Matendo ya Mitume sura ya 10, wakati ambapo Petro alipoenda kuhubiri kwa Kornelio, watu waliofuatana naye Petro akasema watu wakasema hivi, ni ajabu hata watu wa mataifa pia wanapokea Roho Mtakatifu kama sisi. Ikaongeza akasema kwa maana waliwasikia wakinena kwa lugha. Kwa hiyo hii iliendelea. Matendo ya Mitume 19, Paulo sasa ameenda kule Efeso, akaweka mikono nao wakapokea, wakanena kwa lugha. Kwa hiyo ni mfumo ulioendelea, na ndio maana mpaka leo tunanena kwa lugha. Mungu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Katika uamsho tulionao wa Kipentekoste wa miaka hii, wanasema hivi, mtu wa kwanza kunena kwa lugha, na ni ajabu sana, alinena usiku wa tarehe 1 mwezi wa kwanza 1900. Kwa hiyo 1900 imezinduliwa na Mungu kama uamsho. Unajua mtu wa kwanza alikuwa anaitwa nani? No, huyu alinena baadaye, ni mwanafunzi wake, ni mwanamke anaitwa Agnes Osman. Ndio mwanamke wa kwanza kuzindua kunena kwa lugha. Wanawake wanaweza kupokea Roho Mtakatifu na kunena kwa lugha na kutabiri haraka sana. Wanaume huwa wanachelewa. Ingawa mwalimu wake ndio huyo nani uliyemtaja, William Simoyo, lakini yeye hakuwahi kupokea huo uzoefu mpaka miezi 4 baadaye ndio na yeye akapokea. Ingawa ndio aliyekuwa anawafundisha kwamba kuna kujazwa Roho Mtakatifu na kunena kwa lugha. Amina, amina. Tuko pamoja jamani? Kwa hiyo sisi wa Pentekoste, kunena kwa lugha nyingine sio ndio roho, ila ni ishara ya Roho. Tuko pamoja jamani? Katika Waebrania Biblia inasema Roho ndiye anenaye, si ndio? Na nikawaambia hata roho nyingine zinajimanifesti kwa kusema, na sina muda wa kueleza maana mambo ni mengi kusema kweli. Ishara zilikuwa na maana sana. Hata kusema kwa lugha kuna maanisha mambo fulani kiroho, kwa sababu zamani kabla ya watu kujenga ule mnara wa Babeli, dunia nzima tulikuwa na lugha hii moja. Umenisikia? Baada ya kuona wana nia ya kujijengea jina, Mungu akawachafulia lugha, kila mtu akaanza kusema lugha nyingine. Bwana atusaidie sana. Lakini Roho Mtakatifu alipokuja akatoa ishara hiyo kwamba sasa injili hii inatakiwa iwafikie watu wa mataifa yote, lakini kwa kuunganishwa na roho moja. Mungu asifiwe sana. Kwa kuunganishwa na roho moja, sio lugha moja, ni roho moja ndiye anayeweza kutuunganisha mataifa yote. Ndio maana anasema hawa wote si ni wa Galilaya, ni watu wa eneo moja, mbona wanaweza kunena lugha mbalimbali na sisi tunawasikia? Situmpigie makofi Bwana Yesu. Yaani hata nikizungumza tu ishara tu ya kusema kwa lugha ina maana nyingi. Hivi una habari binadamu kinywa chake kina mnajisi? Yaani ulimi ndio unamfanya mtu anachafuka. Si umesoma hivyo katika Yakobo kwamba mtu ananena mambo yanayochafua nafsi yake.
Mungu akaona pale pale ambapo mtu anachafuka aweke roho, iweke neema ya Mungu kupitia Roho Mtakatifu, aanze kunena kwa lugha, ajisafishe nafsi yake badala ya kuchafuka. Imeandikwa, anenaye kwa lugha hujijenga nafsi yake na Mungu, sio kujibomoa. Ulimi kwa maneno ya kawaida unabomoa nafsi, lakini ulimi kwa kunena kwa lugha unajenga nafsi. Pigia Yesu makofi. Ninaweza kukuelezea maelfu ya faida za Roho Mtakatifu kusema kupitia vinywa vyetu. Amina, amina, haleluya. Yesu aliongea vitu vingi. Mfano, alisema Roho ni dalili ya alimfananisha na maji yanayobubujika. Tukasema Roho Mtakatifu yuko hivyo hivyo. Nyie msio mnahangaika sana kwamba ni lazima tuanze kujazwa kwa mara moja. Hapana, Roho Mtakatifu ni bubujiko. Hata ukisoma katika Ezekiel anaeleza, inaanza kama maji kidogo, baadaye yanapanda, yanaongezeka mpaka yanafika kwenye viwiko, mpaka yanafika kwenye kiuno, yanafika kwenye kifua, baadaye yanakuwa mto mkubwa. Roho Mtakatifu anaanzaka kama kidogo kidogo. Usitake mpaka uwe na nguvu kubwa sana. Hata wanaonena kwa lugha usianze mpaka iwe very powerful. Inategemea Mungu anavyodhihirika. Mtu kama mimi, ukweli nilipigwa power, hata kunena sikunena, nikaanza kucheka tu na kufurahi. Yaani sijawahi kuona nafsi inatekenywa namna hiyo. Nacheka, wanasema unacheka nini bwana, nena kwa lugha. Tanenaje? Yaani furaha ambayo siwezi kuielezea. Baada ya kaniambia, hebu sema haleluya, haleluya. Niliposema haleluya, nikakuta ulimi umechukuliwa na kunena kwa lugha. Tunatofautiana, lakini kuna wengine kwa kweli wanaanzaga kidogo kidogo tu. Anaanza kidogo tu. Kama anakosea kidogo, inazidi mpaka baadaye hawezi tena kujizuia. Mungu asifiwe sana. Ndivyo Roho Mtakatifu anaenda kama maji yanayotiririka. Amina, amina. Tumesema mambo mengi, zingine zinafanana na kazi, wala sio ishara, ni kazi. Roho Mtakatifu anasaidia, Roho Mtakatifu ataishi ndani, Roho Mtakatifu ni wa kweli. Roho Mtakatifu hapokelewi na dunia, kwa watu wasiotambuliwa, wasiomwamini Yesu. Roho atatambuliwa na Wakristo, atakaa ndani. Hizo zote ni kama ishara ya Roho. Roho ambaye anakaa kwenye mbuyu, anasema huyo ni Roho Mtakatifu? Hapana. Roho Mtakatifu anakaa ndani ya waamini. Tuko pamoja? Na tunajuaje ni waamini? Wamemkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wao. Haleluya, haleluya. Tena wala usiwe dini nyingine isiyomkiri Yesu. Lazima, ndio maana ni vizuri kabla ya watu kuombewa Roho Mtakatifu waongozwe tena kukataa miungu mingine, dini zingine zisizomtambua Yesu. Wakatae hayo mambo, alafu tuwaombee watakaswe kwa damu ya Yesu, ndipo wapokee Roho Mtakatifu. Amina. Ili ujazwe Roho Mtakatifu lazima ukatae mamizimu ya kwenu. Nani hapa anapenda ajazwe Roho Mtakatifu? Sana sana. Mungu asifiwe sana. Amina. Haleluya. Tabia ya Roho Mtakatifu ni kufundisha. Roho Mtakatifu amejenga katika kufundisha. Kufundisha ni kuchukua kiwango kimoja cha ufahamu kuongezea kiwango cha pili. Roho Mtakatifu anaenda gradually. Hawezi kuachia tu. Anasema hata sasa ninayo mambo mengi ya kuwaambia, lakini hamtaweza kuyastahimili. Atakapokuja Roho, huyo Roho wa kweli kutoka kwa Baba, yeye atawatia katika kweli yote. Mungu asifiwe sana. Yeye tabia yake na ndio inahusiana na mambo ya ufunuo. Ufunuo tunazungumzia mambo ya kuzidi kuwezeshwa na kupewa upeo wa kumjua Bwana. Yesu anasema Roho Mtakatifu pia atamshuhudia na atatufanya sisi kuwa mashahidi na kadhalika na kadhalika. Ile ya jana tuliyesema dunamis, tunazungumzia mamlaka ya kiroho inayokufanya wewe, kama tungesema labda ni leseni ya kiroho, wewe kupractice mambo ya kiroho. Sijui unanielewa? Kwa sababu ulimwengu huu usiuone namna hii. Kuna ulimwengu usioonekana ambao na wenyewe mpaka uwe na leseni zake
kufanya mambo ya kiroho. Bwana tusaidie sana. Sijui kama nitawachanganya. Mnanipata eh? Huwezi kufanya vitu vya kiroho bila kupata hati ya kukupa uhalali. Ndio hiyo dunamis. Mungu asifiwe sana. Unaanza kufanya kiroho sasa. Maana unaweza kuombea mtu kwa jina la Yesu pokea uzima. Unaweza kukemea pepo. Unaweza kufanya, tulitoa mfano wa watu wachache wakaanza kukemea pepo wakati hawana hiyo hati ya uhalali kufanya hivyo. Mapepo yakawashinda. Tulisoma hivyo jana. Bwana tusaidie sana. Lakini hiyo sio mwisho wa nguvu. Yaani ndani ya nguvu ambayo Roho Mtakatifu analeta ndani yetu, kuna package, yani kwenye hiyo package kuna ile, ngoja niseme vizuri ili, yani kuna uwezo ambao Mungu anaweka, Roho anamwachia yule ambaye amepokea uwezo wa kustahimili mambo magumu au nyakati ngumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu aliposema hamtastahimili hivi sasa, alikuwa anazungumzia uwezo wao wa kupokea ili kufahamu. Lakini sio tu hivyo. Ukweli, Petro mfano alikuwa anampenda sana Yesu. Kwa hiyo aliposikia kwamba Yesu atasulubiwa, kwa sababu alikuwa anampenda, sio kwamba alitania. Alisema mimi hata kufa kwa ajili yako niko tayari. Yesu akaona huyu sasa anajisifia tu, kwa sababu pia alikosea, alimkatalia Yesu. Yesu alipomwambia nitateswa, nitaingia kwenye shida, akasema hapana, hayatakupata hayo Bwana, na nini? Achana nayo. Mimi hata watu wakikuacha, lakini mimi niko tayari hata kufa kwa ajili yako. Si akamwambia hivi, kabla ya jogoo kuwika utakuwa umenikana mara ngapi? Hakujua kwamba itakuwa mbaya. Petro alijiandaa jamani. Unajua huwa si tunamlaumu tu. Petro alijaribu. Hamkusoma kwamba alikata sikio la mtu? Wewe uliwahi kukata sikio la mtu kutetea imani kweli? Si alijaribu jamani. Mtu wa watu jamani, alijaribu. Alafu huyu aliyekatwa anamwambia rudisha upanga wako alani. Wauao kwa upanga watauawa kwa upanga. Alafu hakuongea tu, akachukua kipande cha sikio, sijui kilikuwa kinarukaruka, maana kimekatwa ghafla, eti anamrudishia mwenye sikio, na likapona pale pale. Damu iko kule, lakini sikio limeng'ang'ania moja kwa moja. Mpigie Yesu mponyaji. Bwana tusaidie sana. Haleluya, haleluya. Sasa kama amekataa, nimejaribu kujipa, akasahau ile maneno aliyoongea, ndipo anashangaa watu wanamkamata Yesu. Mara ya kwanza kwa kweli ilikuwa sio mbaya, maana akiwaambia ni nani mnamtafuta, ni mimi, akisema hivi watu wanaanguka. Mara ya pili eti baadaye anapoa, anasema hivi kwamba basi kwa kuwa ni wakati wenu, fanyeni mnalotaka. Anashangaa Bwana anapigwa. Unajua Petro hajawahi kuona Yesu anapigwa. Petro ameshawahi kuona kwenye mlima fulani, tulienda hata na mama wakati tunatembelea, unaitwa slope, mlima fulani siku wapi kule Galilaya kule kwao. Ni slope ndefu alafu ina mawe yaliyochongeka. Walienda wakamsukuma, walipomfikisha pale, si akajua wanataka kunisukuma. Yule ni mwamba bwana. Akageuka, akawapasua katikati, minjemba mabausa yanapita, akaacha barabara. Watashindana na Yesu? Haiwezekani. Kwa hiyo Petro alijua, ndio maana aliposema kwamba haiwezekani, haiwezi kutokea kitu ya namna hiyo. Mbona uliyapasua mabausa bwana? Mbona upepo na bahari vinakutii? Mbona matatizo yote yanakukimbia? Leo vijamaa tu vinatumwa, sijui tena vimgambo vinatumwa na makuhani. Hiyo haipo kitu kama hicho bwana. Haijawahi kutokea kitu. Hata wewe unawaza kibinadamu. Alipozuiwa hayo yote, anashangaa Yesu anapigwa ngumi, anapigwa kofi, anatemewa mate, anasukumwa, wanaanza kumchania nguo. Yaani Petro akachanganyikiwa kwa kweli. Lazima tuseme ule ukweli. Akasema hii hatujawahi kutarajia kitu ya namna hii. Kweli huyu ni mwenyewe au nini? Imani na shetani liko pale. Sisi tunawaambiaga huyu ni mtapeli, anatumia nguvu za giza. Leo hazipo, wamemuahi huyu.
Usikute huyu ni mtenda dhambi kama nani Samsoni. Si Samsoni naye alikuwaga mnadhiri wa Bwana, alafu akafanya mambo mabaya, roho akamwacha. Leo hana kitu. Kumbe Yesu anatulia polepole, anataka kumkusanya Ibilisi. Kama nilivyowaambia mimi, unamwacha kwanza asogee kwa karibu, alafu unampa haki yake. Ndio ilikuwa anafanya hiyo shughuli. Si unakemea kwa mbali, uoga tu unakusumbua. Yesu anamwacha kabisa jamaa aingie vizuri, aingie kwenye 18 zake, ndipo amshughulikie. Kwa hiyo akaenda, sasa anaanza kushangaa watu wanakimbia. Jamaa mmoja akakimbia, akaacha nguo dogo, alikuwa kama wakina nani huyu wanachukua picha mbio, unataka kumkamata akawaachia na mgorore. Bwana atusaidie sana. Sasa Petro uoga ukaja, ndipo anaanza kuulizwa maswali na nini, kwa kuwa hana uwezo, hana nguvu ya kukabiliana na nyakati ngumu. Si jamani, alimkana mara 3. Si mmesikia alimkana mara 3. Baada ya hapo ndipo akakumbuka na jogoo akalia. Hiyo kanisa inaitwa kanisa la Kokorio, kanisa la jogoo, liko mahali ambapo Petro alimkana Yesu, na ndio ilikuwa kuna mahakama hapo. Bwana tusaidie sana. Akalia sana kwa uchungu. Petro alilia sana. Nataka niulize, siku Roho Mtakatifu alipokuja, aliposhuka, yani wanajazwa, wananena, alafu majamaa wanakuja na dhiaka zao, wale waliowatisha, wanasema hamna lolote, msisumbuliwe, hakuna cha roho wala nini hapa. Alafu bahati mbaya inawezekana hata ule moto hawakuuona. Mimi na mashaka, kwa sababu ule moto ni ishara ya kiroho. Inawezekana mtu wa mataifa asingeweza kuona. Petro huko anasikia kabisa, anasikia wamelewa hawa. Petro mpaka anaangalia saa hizi saa 2 tena kuna kulewa jamani. Wakapiga ndini, wakakata ndini, baadaye wakatoka, wakaenda kuta watu wamekusanyika. Kama walitubu watu 3,000, maana yake zaidi ya watu 3,000 walikuwepo pale. Ndipo akawaambia, jamani, enyi wanaume, maana ukiwa Mwisraeli ukitaja wanawake unatafuta kundi lidhaifu. Akasema, enyi waume, mnisikilize. Hii ni saa 2 bado asubuhi. Mnasema tumelewa. Sisi hatujalewa. Petro wala hakuwa msomi, akaanza kukoti. Hiki mnachokiona ni kile ambacho nabii Joel alitabiri, ya kwamba siku za mwisho nitamwaga roho yangu juu ya watu wote wenye mwili, bila kujali wanawake kwa wanaume, vijana na mabinti, wote na kila kitu. Na hii inathibitisha Yesu Kristo mwenye haki, ambao mmemsulubisha juzi tu hapa, yeye amechaguliwa na Mungu na sisi ni mashahidi wake. Baada ya siku 3 akafufuka. Jamaa anahubiri zile injili nilizowaambia. Roho akashuka zaidi, tena ameshuka hapa akaingia tu hapo. Watu wakasikia hukumu, wakasema, wakajipiga kifua, tufanyeje sasa ndugu? Injili hii inazidi bwana, tutafariki bure. Kwa kweli ni kweli tulimsulubisha, lakini jamani, kumbe ni Mwokozi. Anasema ngoja kwanza ingie dozi. Anaendelea sema, ndugu tafadhali toa njia, tutakufa hapa. Akasema, tubuni mkaiamini injili na kubatizwa, mkisha tubu mtasamehewa dhambi zenu. Naam, na baada mkisha samehewa dhambi zenu, na nyinyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu, ili zije nyakati za kuburudishwa nafsi zenu, sio kulia kwa huzuni. Maana mkisamehewa, hata kama uliua, unaburudishwa nafsi yako, kwa sababu dhambi zako zimefutwa. Wakasema tunapokea. Wangapi wanampokea Yesu mwana wa Mungu? 3,000. Ndiyo hiyo ninayoisema. Kabla ya kujazwa Roho Mtakatifu, mtu anakuwa akikutana na changamoto anaogopa. Bwana atusaidie sana. Bwana atusaidie sana. Ile niliyowaambia juzi naikumbukaga vizuri sana. Ilikuwa bado tuko watoto, lakini bado naikumbuka vizuri. Watoto kiroho. Sisi tulijazwa Roho Mtakatifu. Tulikuwa na jamaa moja anaitwa Sunday kwa Kiswahili. Yeye hakuwa amejazwa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tulipokusanywa, wale wenye mapanga, wenye marungu, wenye mikuki,
wakaambiwa kwamba wazungukeni, alafu tunatoa hukumu, kama ni kuwamaliza mnawamaliza. Jamani, ukijazwa Roho Mtakatifu sisi inakuwa kama kichwa kimeruka. Kwa kweli mimi sikukumbukaga hata yale marungu, sikukumbukaga hata yale mapanga na nini. Tukatoka pale, walokole wote wamesema wapende waje hapa. Tukatoka kwenye jamani, tukazungukwa. Ambia hivi, nyewe mnajiamini sana Akauliza kwa mara ya mwisho, alikuwa jamaa moja nani, sio mtendaji, wakati ulikuwa hauitwi mtendaji, anaitwa katibu sio nani. Akauliza kwa mara ya mwisho, tunataka ndio idadi hii au kuna mwingine ambaye, maana kabla hatujaanza kazi yetu, kama yupo ambaye anaona yeye hahusiki na hii kundi. Yule jamaa akainua mkono, anambia inuka kijana, safi sana, mpigeni makofi, huyu anafaa. Akaondoka, akatuachia sisi msalaba. Bwana atusaidie sana. Nakwambia kile kivumbi ndio hicho tulimalizana na wale wachawi siku ile ile. Ukiwa hujajazwa Roho Mtakatifu, unakosa nguvu ya kustahimili matatizo, unakosa nguvu ya kustahimili siku mbaya. Maana wewe unakuwa kama mti uliopandwa jangwani, lakini yule ambaye yuko connected na Roho Mtakatifu anafananishwa na mti uliopandwa kando ya mto. Haunyauki hata siku ya mabaya, yeye yuko vizuri. Imeandikwa hivi katika Mithali 24 mstari wa 10. Hiyo ni nguvu moja, ni uwezo wa kustahimili mambo magumu na nyakati ngumu. Mambo yakiwa safi kanisani ndio washirika, mambo yakiwa magumu kidogo wanajitenga. Hata wengine wanakimbia kanisa kwa sababu ya michango. Sasa wewe jamani, mchango tu unakimbia na unyang'anywi, si ubaki tu. Je, ikiagizwa kukatwa vichwa hapa, si wengi mtasema hamna. Hata hivyo mimi unajua Bwana tusaidie sana. Mithali 24:10 nasema hivi, ukizimia siku ya taabu, nguvu zako ni nini? Ni chache. Roho Mtakatifu anakuja kutupa nguvu ili siku ya taabu tuendelee kuwa na nguvu na uwezo wa kuendelea mbele. Wangapi wamenielewa ninachokielezea? Hiyo ni nguvu nyingine ambayo Bwana anatupa. Ni nguvu hiyo hiyo, maana nguvu huwezi kugawa, lakini utendaji uko hivyo. Nguvu pia ni uwezo wa kubakia katika hali ya upya pasipo kuharibika. Nguvu ni uwezo wa kubaki mpya pasipo kuharibika, unakuwa preserved. Sijui nisemeje. Unajua Mungu ni wa ajabu sana. Haya mambo ambayo anatutendea sio ya leo. Ukisikia damu ya Yesu kututakasa, kwani ni leo? Si ni mamiaka? Jamani, damu ya Yesu bado ipo? Hebu nikuulize, ipo kweli? Inatakasa? Na watu wanasafishwa kabisa? Au tunasingizia? Ulipookoka ulikuwa na mambo mabaya. Uliposafishwa na damu ya Yesu, hukufundishwa na mwalimu, hukufundishwa na mchungaji. Nafsi yako ilishuhudia kabisa, kuna damu imenisafisha, sina hatia tena. Kabla hatujaokoka tulikuwa na tabia mbaya. Mimi kwa mfano, mimi nilikuwa mtundu sana, hata shuleni wanajua kabisa. Hata wakati tunamaliza shule tulipanda mapapai yani tunamalizia pale shule ndio yameiva. Tukatengeneza kakikundi kawezi vibaka. Tukasema hatuwezi kumiminia maji namna hiyo, tukakosa na. Tulienda kufanya uhalifu. Tukabeba na magunia. Tukabeba mapapai, haijapata kutokea. Sasa jamaa ambaye alikuwa mjasiri kuchuma ilikuwa ni mzito kuliko sisi. Tukamuinua namna hii. Uzito ukatulemea, nikaanguka, tukamshusha chini. Na mwalimu alikuwa jirani tu anaota moto nje. Ukiwa umewasha moto huwezi kuona mbali. Akasikia tu ti. Tukakimbia kwa vidole. Unajua wezi ni wezi. Tukakimbia kwa vidole. Tukaenda kukaa mbali, tukamwangalia. Tulipoona amerudia kwenye mti, tukarudi. Tulibeba gunia zetu kama 2-3, tukaenda. Sasa wanaotufahamu, majizi wenzangu, tulipookoka wanasema wewe bwana, wewe mbona ni mwizi mwenzetu?
si juzi tu tuliimba shuleni. Yani hatia hamna. Mungu asifiwe. Damu ya Yesu imesafisha. Usijilaumu kwa mambo ambayo ulifanya huko nyuma. Damu ya Yesu inasafisha. Lakini damu hii sio ya leo. Nini inafanya hiyo damu uweza wake uendelee kufanya kazi mpaka leo? Kupreserve, kuhifadhi, kuitunza, ndio hiyo inayofanya kazi. Na hiyo sio ina preserve tu ile damu, ina preserve hata wokovu ndani yetu. Zimeandikwa, nanyi mnalindwa na nguvu za Mungu hata mpate wokovu. Si ndio hiyo? Maana kuna uwezo wa kutuhifadhi, wa kututunza. Mungu asifiwe sana. Amina. Ukisoma hiyo niliyesema iko katika Petro wa kwanza sura ya kwanza pia mstari wa 5, anasema nanyi mnalindwa na nguvu, yani na uwezo na nguvu za Mungu kwa njia ya imani hata mpate wokovu ulio tayari kufunuliwa wakati wa mwisho. Amina, amina. Haleluya. Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 16, Biblia inasema hivi: ingawa utu wetu wa nje unachakaa, bali utu wetu wa ndani, kule ambako Roho Mtakatifu anakaa, kule ambako imani ipo, kule ambapo upendo upo, kule ambapo furaha ya wokovu ipo, kunafanywa upya siku kwa siku. Haleluya. Kunahifadhiwa, kunabaki na upya wake siku kwa siku. Ukikuta mtu anachakaa ndani yake, mfano anachakaa kufurahia maombi kwa sababu eti mwaka jana aliomba, kuna shida. Haleluya, haleluya, haleluya. Wakati naandaa hili somo nikawa natafakari, hivi mimi kweli ni bado mpya? Nikashangaa, mimi ni mpya yule kama wakati nikiwa kijana. Jamani, mnakataa kuitikia amen. Yani mimi na hakika kama bado ninaishi hata miaka 10 ukinigusia wokovu, mbona ni kijana tu. Mama Kaluzi, si ni dada kale ka zamani kaliompokea Yesu. Haibadiliki. Ni nini inayofanya ibaki kuwa mpya? Ndiyo hiyo nguvu ya kutufanya upya. Haleluya. Roho Mtakatifu ndiye anasaidia Ukristo wetu unabaki kuwa mpya. Roho Mtakatifu ndiye anasaidia imani yetu inabaki kuwa ya kufurahia. Roho Mtakatifu ndiye anasababisha hatuachi kwenda kanisani kila Jumapili, kila Jumatano, kila Pentekoste. Tunasikiliza mafundisho na hata mwakani tutafundisha. Kwa nini? Hatuzoei, maana hatujachakaa. Ukristo wetu ni mpya siku kwa siku. Haleluya. Naongea na nani hapa ambaye imani yake ni mpya kila siku? Sasa hiyo sio kazi yako, ni kazi ya Roho Mtakatifu. Usidanganywe ukafikiri kwamba huyu sasa hivi huyu dada anakazana tu kwa sababu hajaolewa. Nakwambia kama amejazwa Roho Mtakatifu, hata akiolewa anakazana. Mungu asifiwe sana. Unamwona kijana leo hakosi kanisani, unasema huyu si hana mtaji mkubwa. Nakwambia unajidanganya, hata akiwa na mamilioni anaendelea na kanisa. Ukisikia mtu anasema hivi, Ukristo ni wakati huna hela ya kutosha bwana, basi ujue hii hana nguvu ndani yake. Umenielewa? Haleluya, haleluya. Meshaki wakiwa vijana walimpenda Yesu na walikuwa wanakuja kanisani. Leo sasa ni baba na ana watoto, anakuja mpaka na watoto wake. Huo ndio utendaji wa Roho Mtakatifu ndani yetu. Anafanya mambo ya Mungu kuwa ya moto kila siku, hayapoi. Jamani, mkate huu unaotunzwa katika sijui ni jokofu, sijui ni jiko la Mungu, haupoi. Amina, 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 amina. Haleluya, haleluya, haleluya. Watu wakikwambia kwamba
nyimbo za wokovu hazivutii, ni shida ya kiroho. Watu wakikwambia hizi nyimbo za siku nyingi mno, zimeimbwa siku nyingi, shida tu ipo. Bwana tusaidie sana. Mtu akikwambia Biblia, kuna mtu mmoja alikuwa anasema hii Biblia imekuwa ya zamani sana, shida ipo. Na ninakwambia mtu anamnaye hata Roho Mtakatifu hayuko ndani yake, kwa sababu hamtukuzi Mungu. Sasa hivi mmekuja nimehubiri juu ya Pentecost kutoka katika Biblia. Mwakani mtakuja tena? Jamani nauliza, mtakuja? Au mtasema sisi pastor wetu amemaliza? Bwana sifiwe sana. Nini inafanya huachi? Evarist, ulimpenda Yesu kabla hujaoa. Sasa umeoa na una watoto, bado unampenda Yesu. Hata ukiwa babu na wajukuu. Mimi sasa hivi na wajukuu, pamoja na wajukuu wangu tunapenda Yesu. Haleluya. Utafikiri ndio tumeokoka leo. Na rafiki yangu tumetoka naye mbali. Kila siku tunapambana kumpenda Yesu. Sisi hatuji kanisani kwa sababu ni wachungaji. Tunakuja kanisani sisi ni washirika. Tunatoa sadaka maana sisi ni washirika. Tunatoa fungu la 10 maana sisi ni washirika. Tunaomba maana sisi ni washirika. Maombi ya siku 40 tumo. Haleluya, haleluya. Tunaombea Pentekoste. Wakitangaza kufunga hatusemi kwamba tumeomba sana huko. Si Januari tulikuwa kwenye maombi. Tunakazana, tunachochea. Maana iko nguvu inafanya Ukristo wetu kuwa mpya siku kwa siku. Na nawaambiaga watu siku zote, ukiwa upendo wako ni wa zamani, nina mashaka kama utachukuliwa. Yesu anakuja kuchukua. Yaani yule mchumba ambaye amemchumbia, utafikiri siku hizi. Bwana asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mimi namwambiaga mke wangu, hata nikipewa nafasi ya kuchagua msichana mwingine, utashangaa nimekuandikia Mary, I love you. Maana upendo wangu kwake hauchakai, ni kweli. Lakini je, wewe utasema hii nafasi. Utaenda kuchumbia kachui ndio utajua. Bwana tusaidie sana. Simeelewa ninachokisema Upendo usiochanganya, usiochakaa, imani isiyochakaa, furaha ya wokovu usiochakaa, hamu ya mambo ya Mungu isiyochakaa, kusoma Biblia kusikochakaa, mafundisho isiyochakaa, kuhubiri isiyochakaa. Kama unaanza kuona inachakaa, unaanza kuhisi ni ukero, inaanza kama inaboa. Simesikia Yaani mtu anaanza hivi, kwa nini mtu anaenda ibada Jumapili zote inaboa? Kwa nini tutoe sadaka kila Jumapili inaboa? Tayari nguvu ni kidogo ndani yako. Bwana na akupe nguvu ya kuhifadhi upya ndani yako. Jamani, Bwana na akupe nguvu ya kuhifadhi upya ndani yako. Mahusiano yako na Yesu yaendelee. Furaha yako na kanisa iendelee. Furaha yako na huduma iendelee. Kujitoa kwako katika huduma endelea. Kweli ulichangia mwaka jana na mwaka uchangia tena. Maana wewe bado ni mpya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Sasa wale wapenda huduma na nini, mnisikilize vizuri. Wakina Gideon. Nguvu hii inaitwa pia ni uwezo wa kukabiliana na nguvu pinzani. Andika, nguvu ya kukabiliana na nguvu pinzani, nguvu nyingine. Hii sasa ni kiroho sana. Nayo ni dunamis pia. Waingereza wanatumia neno power encounter. Kucounterfeit. Uwezo wa kukabiliana na kupingwa. Bwana tusaidie sana. Mungu asifiwe. Mungu asifiwe. Sasa hii sina muda, lakini nyie mnaweza mkaenda mkatafuta kwenye Samueli wa kwanza na
kile kitabu cha Waamuzi. Hebu nimechukua watu wawili tu kidogo nikuonyeshe. Hawa watu walipokea Roho Mtakatifu, walijazwa Roho Mtakatifu. Daudi alijazwa Roho siku ile alipowekewa mafuta. Roho akamjia juu. Watu wa Agano la Kale ilikuwa inakuwa juu. Daudi kabla ya hapo, kabla ya kuwekewa mafuta, alikuwa anachunga kondoo na mbuzi na ndama, yani ng'ombe wale wadogo wadogo na wale ambao hawawezi kwenda mbali. Wafugaji si mnaelewa Watoto huaga hatuwaachii mang'ombe yale mazuri mazuri. Tunawaachia wale ng'ombe ambao wanaharisha kiangazi, ambao hawawezi kwenda mbali, na makondoo na mbuzi na mandama. Maana ilikuwa bado sio mkubwa sana. Kabla ya hapo, katika nchi walikokuwa wanachunga, kulikuwa na wanyama pia wakali. Ni Israeli ya zamani, Kanaani ilikuwa ina mapori. Kwa hiyo akitokea hata mbweha tu anataka kushika katoto kambuzi, Daudi anafyatua miguu, anakimbia. Lakini alipowekewa mafuta, Daudi huyo huyo alipowekewa mafuta, na shida ya mafuta, ukiwekewa nguvu za Roho Mtakatifu hautaachwa bila kupimwa. Lazima upimwe. Kuna watu wengine wanaogopa. Mimi nikwambie, jaribu moja la upentekoste au kujazwa Roho Mtakatifu, lazima upimwe ili hiyo nguvu ya kupambana na nguvu ya pinzani ifanye kazi. Hautajua bila kupimwa. Bado mnapenda kujazwa Roho Mtakatifu au mnaogopa? Nakwambia, ukijazwa Roho Mtakatifu, kwanza unaonekana katika ulimwengu wa roho, maana ana kuexpose kama nilivyowafundisha. Kazi ya Roho pia kukufichua. Hata mtaani utashangaa bibi mmoja anakuja anasema, hiyo kanisa yako nakupa wiki 2, na huku umejazwa Roho, unaanza kutetemeka. Usitetemeke. Kazi nzuri ya Roho, akisikia kuna upinzani ndipo anajipima. Bwana atusaidie sana. Daudi anashangaa sasa, hajatokea mbweha, anatokea simba. Simba kabisa anatokea. Na simba anapotokea anakamata ndama au kondoo au chochote katika mifugo yake. Alafu anamlilia Daudi huku amemkandamiza yule kondoo. Kwani kijana anasikia, badala ya kukimbia anasikia miguu inawaka moto, inakuwa miepesi, na mikono ya kijana tu ameshangaa mikono inakuwa, utafikiri nyaya za chuma. Inalia, kwani anasikia. Anaikaribia simba, inataka kumrukia hapo mdomo wa juu na wa chini. Wewe umewahi kushika hata nyau tu? Tunaongelea simba. Haleluya. Sijui na kama kuna mtu ananielewa ninachokisema. Badala ya kukimbia, anasikia furaha kwamba simepanua mdomo. Mkono mmoja anapeleka juu na mkono mwingine anapeleka. Simba inajiuliza, huyu dogo ametoka wapi? Kinaruka naye. Anampasua mpaka mdomo, inatoka huku na huku. Simba kwa mara ya kwanza, damu inatoka puani. Simba inalegea, inafanya short calling. Basi analitupa mpaka mbuzi inasema, huyu mchungaji wetu mbona ni hatari. Hata akienda nyumbani akiwaambia, watamwambia, wewe dogo, acha upumbavu. Simba haifanyagu hivyo. Wewe unaota. Ulikuwa unaota. Hawaendi hata kuangalia. Siku sasa, kati ya simba na dubu ndio mbaya zaidi. Unaambiwa makucha yake na ni hatari zaidi. Dubu naye anatokea. Na mimi najiuliza, nakwambia aliyeleta simba
na aliyeleta dubu ni Mungu yule yule aliyemtia mafuta. Anataka kumwambia Daudi, ndani yako kuna uwezo wa kukabiliana na matatizo na ukashinda. Ndani yako kuna nguvu. There is power encounter in you. Sio unakimbia. Dubu akafikiri mchezo. Dubu akampigiza dubu ananyuliwa juu, vugu. Dogo akiwa kwenye matatizo anapata nguvu ambayo hajawahi hata yeye kuamini. Dubu anapigizwa kwenye jiwe, anapata roho. Anaenda kuambia, leo nimempigiza dubu, amekata roho. Anasema, dogo, kuna bangi zinaanza kukula. Wewe acha hayo mambo. Dubu anakamatwa na mkono. Bwana tusaidie sana. Kwa hiyo Daudi anatumwa na Mungu, nenda kawaangalie ndugu zako. Anaenda msimu mzuri. Nakwambia, majaribu ambayo yanataka kukupandisha kiwango huwa yanalengwa na Bwana. Ni wewe unaogopa tu. Lakini yani kuna mambo fulani katika maisha yako umepimwa na Bwana, anasema huyu anaweza hili. Ndipo mzee hajawahi kumtuma siku nyingine, anamtuma tarehe zile zile ambako Mfilisti anaitwa Goliati wa Gati. Anakutana, anawatukana wana wa Israeli, wamehangaika, wanaomba hata Mungu, wengine waoga na nini. Siku ya siku Daudi amebeba shiagi na sijui jibini, sijui na nini, anapeleka kule ili ndugu zake wapate chakula. Anakutana na Eliabu, anakimbia mpaka viatu hii inagusa huku kwenye kisigino. Kaka vipi? Kwani hata anasikia. Anakapita kadogo na mjemba mingine inakimbia huku, ina marungu na mishale. Unajua ukiwa mwoga ni mwoga tu, hata kama una bunduki. Bwana tusaidie sana. Wewe ujui. Sisi wengine tunajua nini tunachokisema. Hata fimbo hii, nikikupa fimbo, kama wewe sio mwanaume nikamwambia piga hii kichwa, nakwambia upige. Usifikiri silaha ndio inatatua. Yaani kuna watu wanafikiri ningekuwa na bunduki mambo yataisha. Nakwambia utakimbia, unaiacha bunduki, ndipo mke wako anambia, baba umesahau bunduki. Unaambia utaniletea kule mbele ya safari. Usifikiri silaha ndio zinatatua. Ni uoga tu. Bwana tusaidie sana. Sasa Daudi akawa anatafuta hata wakuuliza, majamaa yako kwenye maandaki. Yeye yuko tu analitazama lijamaa. Mpaka analisikia linatukana, anasema, huyu mbona ni mpumbavu? Ila sasa huwezi kuruhusiwa kwenda kuparamia. Si mpaka uombe ruhusa. Jamani, mmesoma hiyo habari? Mpaka uombe ruhusa, maana ile ni vita na wewe hujaandikishwa kwenye jeshi, huwezi kuvamia. Anaenda kuwauliza wazee wengine ambao wamejikatia tamaa, baba vipi? Inakuaje? Huyu ni nani? Wewe dogo unatoka unaulizia hii kitu unaiona mwenyewe. Cheki hiyo kichwa. Cheki hicho kifua mzee. Unauliza kitu kinaonekana wazi kabisa. Hilo ni tatizo. Mungu mwenyewe afanye tu, lakini ukweli hili ni tatizo. Akasema, kwani akitokea mtu akamshughulikia inakuaje? Ambia ndogo. Kwani yupo wakushughulikia mtu kama huyu? Hamna. Jamani, somo linaingia vizuri Nguvu ya kupabiliana na nguvu pinzani. Sio maneno, ni kitu ya kweli kabisa. Akasema, ila si tunasikia kwamba mfalme amehangaika, Sauli mwenyewe yuko. Wakati anaongea Sauli yuko kwenye mapango. Huku wakina Abneri wanamlinda. Anasema, vipi? Anakaribia huko, anasema hamna. Bado linatukania, liko mbali tu. Anaenda kwa mtu mwingine. Eliabu anipita, anasema, hivi wakati napita, mbona kama nimemwona dogo hapa? Akarudi. Anasema, wewe vipi? Wewe vipi bwana? Umeacha vile vikondoo wapi? Tena aseme hata ng'ombe. Anasema vile vikondoo vichache na vimbuzi na ng'ombe zile ambazo zimekonda zile, umemwachia nani? Sasa mimi nakujua una kiburi sana wewe. Umesikia kuna vita, unataka kuja kutuaibisha hapa, tunachomoka kama risasi.
ili sijui tupige picha, mimi sielewi. Daudi akamwambia hivi, kwani ni neno dogo kuja kuangalia vita bana? Hata hajamwambia chukua chakula, labda alimnyang'anya wakaenda wakala. Hawana hamu, njemba imesimama kama hapa kwenye ile miti, hamna hamu. Lakini Daudi anasikia ile power inamwambia hili mimi nitalikamata hata kwa mkono hiki. Inasema leteni mtu. Anaenda kuuliza na mtu mwingine, anaenda kuuliza. Daudi ilibidi afanye fujo fulani ili habari imfikie mfalme. Kwa hiyo aliuliza watu wengi, mnasemaje jamani? Mimi naweza. Dogo. Hivi unaelewa hiyo kitu? Yaani yule wewe unamfaa au hujawahi kusikia? Vijana Jo! Jo! Wanakimbia. Wakibaki kidogo, nipe mimi. Ambia hii vita bwana ni ya Sauli. Ngoja tumwambie. Wakaenda wanaogopa kusema, wanasema hivi kwamba kuna kijana moja amesema eti mfalme asilie. Huyu jamaa ni mboga tu, kabichi hii mimi nitaishughulikia. Anasema kabichi. Hebu mleteni huyu dogo yukoje. Anafika pale Daudi, hajui mikuki wala ngao wala nini, ana manati tu. Ambia bwana mdogo, unasemaje? Anasema mimi nataka nende nimuue. Dogo, kwa nini unawahi kufa namna hii? Bado mdogo sana. Mimi nataka niende nikamshughulikie. Na hakika kwa sababu usinione hivi mzee, nimemuua simba na dubu, na huyu atakufa kama wale. Mzee akasema kama anasema dubu inawezekana eti. Maana huwezi kumdanganya mfalme, utauawa. Unajua hiyo, are you serious? Sasa kabisa, na hapa mbele za Mungu wa majeshi niliua. Mbona ndugu zako hawajasema? Niliwaambia, walikataa. Walisema hawawagi na mikono. Akasema sasa kama ni hivyo basi tusaidie bwana. Sisi tunachotaka wokovu bwana upatikane. Chukua nguo. Akavalishwa lile ni koti tu la Sauli. Sauli lilikuwa lirefu, linafika mpaka chini na mababa ya chuma ile. Kumpa ingao kijana anayuka. Kuambia unaenda kupambana na mtu ambaye ni mzoefu. Akasema hamna cha uzoefu, ila tu ninachoomba haya mavazi sijayazoea. Usipigane vita na mavazi ya mtu mwingine, pigana vita na uwezo wako. Haleluya, haleluya. Wewe usimuige mtu katika imani, kila mmoja ana neema yake. Bwana asifiwe sana. Usitufuatilie sisi wengine, Mungu alituita kwa sababu zake. Mimi Mungu amenitoa kwenye maeneo ambayo ukweli asingenivika hiyo jeuri mpaka ya kurusha mangumi, ningekufa. Kwa hiyo kila mmoja ana neema yake, lakini bado Bwana atakupa uwezo wa kukabiliana nayo. Basi waliporudisha wakina Sauli, ilibidi waende porini, kwa sababu si ndio wamemtaja kwamba huyu ndio shujaa wao. Maana ilikuwa ni kwamba akipigwa tayari nyie wote mnakuwa mateka. Moja tu akipigwa, ili mradi hao wamechaguliwa. Akaja akasema hivi, tunayo na sisi tuna shujaa. Dogo anatokea mweupe, ameiva hivi. Maana Wayahudi si unajua sio weupe sana. Ameiva hivi utafikiri kiazi kilichopikwa vizuri. Anatokea njema, anafuta huku na huku, haoni. Kuja kutazama sema ndio huyu. Wanasema nikamwapia kwamba hiyo ni madharau kwanza. Mimi ni mtu mkubwa alafu mnaniletea nani bwana mdogo. Anasema dogo, hujipendi, njoo karibia hapa nikupe salamu zako. Nitakutoa kichwa chako sasa hivi. Nimesema hivi, roho itiaye nguvu ya kukabiliana na nguvu pinzani ikisikia namna hiyo, badala ya kukimbia, Biblia inasema Daudi akamkimbilia. Akamwambia, sasa wewe
unanijia kwa fumo, unanijia kwa mikuki, unanijia sijui na manini nini. Mimi nakujia kwa jina la Bwana Mungu wa majeshi ya Israeli ambayo wao umetukana. Akasema leo nitakutwanga na nitatoa kichwa chako. Yaani anaposema namna hii, ili jazba ya Roho Mtakatifu inapanda. Anasema na kunyoosha. Akachukua jiwe. Sasa anasema huyu jamaa hajawahi kupigana na mambo ya jiwe. Hiyo ni mambo ya kitoto kabisa. Anaangalia anasema nini, labda anataka kufyatua nini. Jamaa anaanza, yule kijana hata hajahangaika kulenga, si ana hasira na kuna nguvu ya kumwezesha kukabiliana na yani alipoachia jiwe tu jiwe lilienda likalenga hapa ambapo kuna pete ya kuunganisha. Jiwe lililolengwa na Roho Mtakatifu halikosi Bwana. Oh, haleluya, haleluya. Lilipiga, yani ilikuwa ni zaidi ya risasi. Kijana amerusha moja tu, tena Biblia inasema alichukua 5, tena mawe laini, yani yale ambayo utafikiri amepigwa randa. Lilipiga kichwa chini, anatupa miguu namna hii. Wale wabeba silaha hawajawahi kuona Goliathi anaruka namna hii, anaanguka. Walikimbia, maana hawana roho ya kukabiliana na upinzani. Walichomoka. Daudi akasema hii ndio wakati wake. Alipanda kwenye ile tuta. Sisi zamani tunalima miwa, tuta la miwa ni kama hii, sehemu yote hii inakuzidi. Alipanda juu. Watu wanasema tunaota jamani. Daudi akachukua, hana kisu, akaona hili ni kisu lake, akalinyofoa, akakata kichwa. Ukiwa na nguvu ya kukabiliana na upinzani, hutamuogopa shetani, hutaogopa adui. Alikata, akatawanya, akaona haitoshi, maana watu wanafikiri wanaota. Alilibeba likichwa akiwa bado ana hasira. Wow! Israeli wote wakaja, wakashangilia. Hawa jamaa ikiwa mkubwa wao ameuawa namna hii, watabaki na hajauawa na mtu mkubwa, ameuawa na dogo jembamba tu. Na kuambia walipigwa, Daudi akajulikana. Pigia Daudi makofi. Pigia Roho Mtakatifu aliyemsaidia Daudi. Hii sio hadithi. Sina muda wa kueleza habari ya Samsoni, kajisomee mwenyewe. Wakimkabili ndipo nguvu inakuja zaidi na anakabiliana naye. Bwana tusaidie sana. Nguvu ya hii power ni uwezo wa kufukuza hofu. Utajuaje kama una nguvu? Huogopi upinzani, huogopi nguvu ya kupinga. Hiyo ndio dalili mojawapo. Na ukiogopa usijaribu kufanya, kwa sababu Mungu hafanyi kazi na hofu. Yaani unakuwa kama huna kichwa salama, lakini kabiliana. Na nakwambia Bwana atatoa mlango. Bwana atatoa mlango. Kama ni wewe kufa, basi amekusudia ufe. Lakini mimi nakwambia hakuna changamoto ambayo imekuja kukuua. Changamoto zimekuja kukupandisha daraja ili uweze kuendelea mbele. Hautakufa, usiogope. Ndio maana imeandikwa katika Timotheo wa pili 1:7 inasema, maana Mungu hakutupa roho ya woga bali ya nguvu. Sawa jamani? Hakutupa roho ya nini? Ya woga, ya kukimbia changamoto. Ametupa nguvu. Na Daudi anasema hivi, kwa msaada wako nafuatilia jeshi, na kwa msaada wa Mungu wangu naruka ukuta. Usiogope. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Jamani, vita vyetu si juu ya damu na nyama. Kwa hiyo usiogope tawala za kishetani. Usiogope matangazo ya wachawi. Usiogope matangazo ya washirikina. Usiogope mbinu zozote na laana za kishetani. Haziwezi, maana iko nguvu ndani yetu ya kukabiliana na haya. Wewe ukisikia tu wachawi wanasema havuki mwaka huu, unakimbia, unaenda kumpigia simu Epaphras, umeambiwa na mama ni hatari.
mwaka huu simalizi. Unaweza usimalize kweli, maana hiyo unamwaibisha Bwana. Haleluya, haleluya. Niwaongezee ka nguvu kamoja. Mko tayari? Mko tayari? Mko tayari? Sio uwezo wa kukabiliana na nguvu pinzani tu, lakini nguvu ni uwezo katika kumwamini Mungu. Hii imeshikamana na imani, lakini nguvu katika kumwamini Mungu na neno lake na kufanya au kutenda mambo makuu yasiyodhaniwa yanawezekana kutendeka kikawaida. Mungu atusaidie sana. Hapa naona nitakuwa nafikia mwisho. Nguvu ni nyingi, lakini Mungu anataka kufanya maajabu kupitia watu walio na Roho Mtakatifu ndani yao. Narudia tena, Mungu anataka kufanya mambo yasiyofikiriwa kwamba yanawezekana yakafanyika kupitia watu ambao Roho Mtakatifu anakaa ndani yao. Huamini Mungu anataka kufanya kazi kupitia wewe. Maana watu walio na Mungu tangu zamani walikuwa wanafanya vitu hata havifanani wao. Kwa mfano, hata yule mama aliyempiga Sisera, si mnafahamu? Sasa alikuwa ni mama tu wa kawaida kabisa, lakini alikuwa na Mungu ndani yake, akafanya vitu mpaka watu wanashangaa, na mpaka leo hizo habari zipo na tunazihubiri. Mungu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Amina. Katika Zakaria 4:6 inasema hivi, sehemu ile ya pili, anasema akajibu akiniambia. Sema akajibu akaniambia. Akisema. Tusome pamoja. Akisema, hili ndilo neno la Bwana. Kwa jaza jina lako hapa. Kuna watu eti anaogopa hata kuitaja jina lake, anataka kuitwa mama fulani. Acha huo uongo. Wewe sio mama fulani, wewe ni fulani. Kwa naomba nyewe Afrika mna matatizo. Taja jina lako. Kama ni mimi ningesema kwa Ayubu Muna. Hili ni neno la Bwana kwa kusema, si kwa uwezo, kwa maana uwezo wako, maana ingeandikwa uweza ndio wa Mungu, lakini ule uwezo ni uwezo wako, na si kwa nguvu. Nguvu hiyo sio hiyo dunamis, nguvu ambayo ni nguvu yako, nguvu ya kiuchumi, nguvu ya kisiasa, nguvu ya cheo, nguvu ya jinsi, nguvu ya chochote, akili, kamtaji, biashara, elimu yako, chochote, hiyo ni nguvu yako. Bali ni kwa Roho yangu, asema Bwana wa majeshi. Mpigie Yesu makofi. Nakwambia kweli. Sasa mimi naogopa sana kusema mimi. Nilimwambia hata mke wangu, Roho Mtakatifu kwenye hii semina sitaki sana kusema mimi, kwa sababu asilimia kubwa ya mambo ninayosema ni Mungu alinisaidia yeye kwa Roho wake Mtakatifu. Mimi nilikuwa agent tu, nimekubali Mungu kunitumia. Lakini nataka niwaambie, katika maisha yangu ya kutembea na Yesu, sijawahi kusikia Mungu ananiambia fanya jambo hili, alafu nipoteze hiyo fursa. Kwa sababu Mungu waga anaongea mambo ili kuona, je, utapokeaje? Bwana asifiwe sana. Tutafanya mambo yanayozidi uwezo wetu. Amina, amina. Kwa mfano sisi kanisa letu la ACC tunasema ule ukweli. Kujenga hili jengo ndani ya miaka 3 kimahesabu ni zaidi ya uwezo wetu. Au ni saizi yetu jamani?
Tuseme ule ukweli, ni saizi yetu. Niwaongezee kitu kingine, kujenga hili jengo kwa michango yetu wenyewe na ambayo haijazidi mara 3 sio uwezo wetu, ni kile Mungu anasema na sisi. Nakupa tu mfano mzuri kabisa, rahisi tu. Mainjinia wangu wanakumbuka, wakina Everest. Mpaka siku moja Everest, mzee, sasa nimekubali, wewe sema sisi tunaendelea mbele. Alikuja akaniambia kabisa, engineer, nilipowaambia wakati tunaingia mkataba na wakati kabla hatujaanza changizo, nilipowaambia hivi kwamba mimi nasikia moyoni tutajenga hili jengo kwa miaka 3 na tutachanga marahisi, tutaingia. Nakumbuka kabisa engineer akasema, mzee, sikukatalii, maana wewe unajua pengine una Wakorea, alitaja Wakorea. Akasema kwa kweli tukichangia mara 6 na kwa miaka 6 tutakuwa tumefanya wonders. Yani watu wanaongea kimahesabu, mtu anapiga hesabu, wana calculate. Sisi hatupigagi hesabu, tunaenda tu hivi. Najua kuna wengi humu wameumia wenye kutumia akili wanaposikia hivi kwamba tarehe 3 Ijumaa Kuu ya Pasaka tutakuwa tumeingia. Mpaka wengine wanawatuma wachungaji wasaidizi, mwambieni mzee aache hiyo, hatutaingia. Naambia kuingia tunaingia. Hiyo ni kichwa ngumu sana, inahitaji kuamini kwamba Bwana akisema atatimiza. Ni kwa namna gani? Usijiulize. Maisha tulionayo sasa, niwaambie, sio kutapisha watu ndio ishara ya kwamba Bwana anatenda kazi ndani yako. Hiyo ni uchawi kama uchawi mwingine. Sasa hivi tunataka hivi, kile ambacho Mungu anafanya au anasema na wewe kinatokea halisi. Kinatokea halisi. Sio kutumia ujanja. Unajua kama si cha Mungu ukiongeza utakosea. Sijajua kwa nini anamwambia Zerubabeli. Zerubabeli alikuwa mtu mkubwa serikalini, lakini akamwambia hivi kwamba mwambie mtumishi wangu Zerubabeli, sio kwa uwezo, kwa sababu yule jamaa pia labda alikuwa na uwezo, lakini pia sio kwa nguvu, pengine hata fedha alikuwa nayo. Ingawa alikuwa mtumwa, hawezi kuwa tajiri sana, lakini pia alikuwa na nafasi. Kuna watu wengine uwezo wao hata kuwa na watu wakubwa kwenye system, huo ni uwezo pia. Bwana tusaidie sana. Huo ni uwezo. Lakini nataka nikwambie, Roho Mtakatifu akija juu yako, Roho Mtakatifu akija juu yako akaweka uwezo wa kumwamini yeye katika mambo ambayo ukweli hayapandi kichwani, usitetereke. Mwamini na atafanya, na utashangaa. Wewe unakata tamaa kwa sababu hujui uwezo wa Mungu ndani yako. Bwana tusaidie sana. Bwana tusaidie sana. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yaani kuna mtu mwingine eti kwa sababu ya mazingira ya elimu alionayo na nini, Mungu anamwambia kwamba utamiliki hoteli kubwa katika jiji hili, anataka kupoteza imani. Wewe usipoteze imani. Sema yes Lord. Tia sahihi hapo na kuamini. Mungu asifiwe sana. Meshaki alinitembelea pamoja na familia yake. Si niliwaonyesha mwaka 2005 mwezi wa 6 tarehe 15 Mungu aliongea na mimi. 2005 jamani, nikiwa kwenye maombi kama wiki moja, akaniambia hivi, je, unaniamini? Nataka niwape eneo na mtajenga kanisa kubwa katika mji huu pasipo kutegemea watu wengine. Je, unaamini?
Nikaandika yes, nakuamini. Sasa usiniulize ulikuwa unaamini kweli, whatever, lakini lazima kama Bwana amesema. Usitumie akili sana katika masuala ya nguvu ya kuamini. Haleluya. Sijui naongea na nani hapa. Usijidharau mwanangu. Iko nguvu ya ajabu ndani yako, itabadilisha maisha yako. Mimi nataka huyu Mungu. Mbona wewe usemi amen? Kwa kweli mimi namtaka Mungu anayefanya mambo makubwa kuliko akili yangu, kuliko uwezo wangu. Maana kazi moja ya Roho Mtakatifu ni kutushangaza. Lazima atushangaze. Imeandikwa akatenda mambo ya ajabu kupita kawaida. Wewe umetendewa mambo gani ya ajabu? Umeanza tu kula kaugali kamchana na usiku ndio huna hadithi nyingine. Mungu anataka kuchukua hatua nyingine. Anataka kukupandisha imani zaidi. Anataka kukutokea zaidi. Mwanangu, hiyo ni ndogo sana. Bwana atafanya kuliko kawaida. Ingawa ni vizuri kushukuru hapo ulipo. Siku moja nilitumia gari ya mke wangu na nilienda, sijui ilikuwa safari gani. Niliporudi nyumbani, Prado ile ambayo niliitoa ilipata kachangamoto fulani kadogo. Tunafikiri katika miaka yote ndio hiyo, kile kipindi baada ya mama yangu kufariki. Nikapiga magoti. Kwa kweli nilipiga magoti, nikasema, Mungu, mimi leo na familia yangu tunaweza kuwa na gari, ikikwama hii tunachukua hii. Ubarikiwe milele. Maana sisi kwetu tulikuwa tuna ving'ombe na vikondoo. Hata ungeuza vyote visingenunua hata tairi 4 tu. Hii jamani, Baba ubarikiwe. Sauti ya Bwana ikaniambia, wewe unashukuru kwa hivi, utaona mambo makubwa. Si nilikuambia mke wangu? Akaniambia utaona mambo. Alifurahia vile. Yaani akasema, ukiniamini mimi utaona mambo ya ajabu. Wewe acha hiyo imani iko nguvu ndani yako. Ungejua hiyo siri na umuombe Roho Mtakatifu. Wengine tunanena kwa lugha na tumejazwa, lakini usifikiri eti kujazwa na kunena kwa lugha ndio mwisho. Bwana anataka kujitukuza katika maisha yako kupitia Roho Mtakatifu anayekaa ndani yako. Ni mwanafunzi gani alimwambia hivi kwamba hivi, kabla hujaitwa ulikuwa chini ya mti? Akamwambia, wewe ni Bwana, kwa kweli wewe ni Mwokozi. Ambia, kwa kuwa tu nimekuambia kabla hujaitwa na ndugu yako ulikuwa chini ya mti, unashangaa. Utaona mambo makubwa zaidi kuliko haya. Mimi naogopa, nawaeleza ukweli, mimi natetemeka. Sijajua kwa nini Roho Mtakatifu anatuletea ujumbe. Nataka niwaambie, kuna watu wataenda kushangaa. Bwana atafanya mambo makubwa kuliko uwezo wao, hata familia yenu haijawahi kufikiria. Mimi sizungumzi utajiri tu, yoyote, iwe kihuduma, iwe kubadilisha historia, iwe kuinuliwa katika familia yako au mtoto wako kuwa mtu mkubwa hujawahi kuona. Chochote Bwana anaweza kufanya. Unajua hii kufikiri Mungu ni kutapishana tu. Hiyo ni Mungu mdogo sana. Huyu ni mfalme wa wafalme. Jamani, mfalme anashughulika tu na kuponya wagonjwa tu? Ufalme unadili na hospitali tu? Hapana, hii jamani si kweli. Ufalme unashughulikia mambo ya kiutawala. Ufalme unashughulikia mambo ya mahusiano. Ufalme unashughulikia mambo ya kutafiti migodi ya madini yaliyo chini ya ardhi. Ufalme unashughulikia mambo ya hali ya hewa, kuweka mabarabara, kufanya mambo mbalimbali. Huyu ndiye Mungu tunayemtumikia. Atafanya mambo makubwa. Kama unanisikia na unaamini, simama, sema amen.
Narudia kusema, kama unanisikia na unaamini, sema amen. Oh, haleluya. Nasikia Roho anashuka kwa nguvu kubwa sana hapa. Sio maneno, I tell you. Wewe kubali uweza wa Mungu uproduce nguvu ya kumwamini yeye kufanya mambo yasiyowezekana, na anaenda kufanya.